Ili Mungu akusaidie, kitu ambacho huwa kinazingatiwa zaidi na mbingu ni mahusiano yako na unayemuomba, mahusiano yako na Mungu. Unapoona kwamba kuna vitu bado havijajibiwa kwenye maisha yako, kuna mambo bado hayajakaa sawa kwenye maisha yako, pamoja na kwamba umekuwa unaomba, pamoja na kwamba umekuwa bado una ratiba za mifungo na maombi, lakini kuna vitu unaona bado havijakaa sawa, kitu ambacho unatakiwa ukifanye na uendelee kukifanya ni kuendelea kuomba. Ni kuendelea kuomba. Ni kuendelea kuomba. Kuna watu wamekuwa akijiuliza, unajaribu kueleza wazi ya kwamba mtumishi anakuambia namna ambavyo ameomba sana na kuna vitu bado havijakaa sawa kwenye maisha yake. Ameomba sana na kuna changamoto bado hazijaondoka kwenye maisha yake. Ameomba sana lakini kuna mazingira ya ugumu ambayo bado anayapitia. Anakuja madhabahuni ama anawasiliana na mtumishi, anatafuta plan B, anasema labda nifanye kitu gani kingine. Nisikilize. Eneo pekee ambalo Mungu ameruhusu tuwasiliane ni kwa njia ya maombi pia. Maombi ni moja kati ya njia ya kiroho ambayo inatumiwa na ulimwengu wa kiroho. Ulimwengu wa kiroho unasikiliza sauti ya kiroho. Maombi ni moja kati ya sauti ya kiroho ambayo inatumika kuwasiliana na Mungu ambaye ni roho. Ukiona kuna vitu havijakamilika kwenye maisha yako, pamoja na kwamba umeomba sana, wewe unaweza ukakaunti miaka, unaweza ukasoma miaka, ukaeleza ya kwamba labda mwaka, miaka miwili, mitatu, mitano, miaka nimekuwa nikiomba sana. Ukiona bado haujapokea kitu ambacho unakiomba, ukiona bado haujapata kitu ambacho unakiomba, ama umekiomba kwa muda mrefu, option ambayo mimi naweza nikakusaidia, ama kitu kingine ambacho mimi naweza nikakusaidia ni kuendelea kuomba. Wenzako huwa tunaomba mpaka tunapata. Kuna mahali sasa Roho Mtakatifu, sijajua kitu gani anakihitaji hapa, lakini jitahidi kusikia, labda ndo ujumbe wako. Huwa tunaomba mpaka tunapata. Yani kama haujapata, kwa nini unaacha kuomba? Kwa nini unasahau lengo la maombi yako? Ngoja tuelewane kidogo hapa. Tusaidiane kidogo. Labda unaumwa, ni mgonjwa, na unaomba ili upate afya, Mungu akuponye. Si tunaenda sawa? Unaomba ili Mungu akuponye, huo ugonjwa utoke kwenye mwili wako. Unaendelea na ratiba za maombi kwa muda fulani, muda ambao unaujua wewe, wiki, mwezi, miezi, mwaka, ugonjwa labda bado haujatoka. Unaamua kuacha kuomba kwa kigezo kwamba nimeomba sana ila sijapata. Sasa tuelewane kitu kimoja. Kama haujapata, kwa nini unaacha kuomba? Kwa sababu unasahau lengo lililokupeleka wewe kuingia kwenye maombi. Ilikuwa ni upone. Sasa kama haujapona, kwa nini unaacha kuomba? Nadhani tunamkumbuka yule kadhi, ile simulizi ambayo imeandikwa kwenye Biblia. Natamani ningepata muda wa kusoma, lakini kwa sababu ya ratiba naomba tu nijaribu kukuelezea hii nikupe maana. Mpaka yule kadhi anaamua kuja kusema wazi ya kwamba nisipochukua hatua kumsaidia huyu mama mjane, huyu mama ataendelea kuja. Manake kila siku ataendelea kunisumbua huyu mama. Kila siku ataendelea kunipigia kelele nimpe haki yake. Kila siku nimsaidie na maadui zake. Kila siku ataendelea kuja. Kwa sababu nimevumilia kwa muda nikidhani ya kwamba atakata tamaa, lakini huyu mama hajakata tamaa. Amekuwa akiendelea kuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu huenda hawaelewi hii habari. Natamani nikusomee tu kwenye kitabu cha Luka sura ya 18. Tunaweza tukaanzia hapo, kitabu cha Luka sura ya 18 kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea. Nadhani tunaweza tukaenda mpaka wa 7. Tutaangalia Luka sura ya 18 mstari wa kwanza mpaka wa 7. Mstari wa kwanza mpaka wa 7. Biblia inasema, akawaambia mfano huu ya kwamba imewapasa kumuomba Mungu sio mara moja. Anasema imewapasa kumuomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Sasa huu ujumbe ni wa kwako, ya kwamba imekupasa kumuomba Mungu siku zote, wala usikate tamaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wala usikate tamaa. Imekupasa kumuomba Mungu siku zote, wala usikate tamaa. Anasema palikuwa na kadhi katika mji fulani, hamchi Mungu. Kadhi ni kiongozi. Alikuwa hamchi Mungu wala hajali watu, pamoja na kwamba ni kiongozi. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea. Biblia inasema akimwendea. Manake ni kitu cha muendelezo. Amekuwa akimwendea. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana? Amekuwa akimwendea akisema nipatie haki na adui wangu. Naye kwa muda huyu kadhi alikataa. Halafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu na wala sijali watu, lakini kwa kuwa huyu mjane ananiudhi,
Anamuudhi kwa namna gani? Kwa namna ambavyo anamuendea. Anasema nitampatia haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima. Manake hapa kadhi alichokifanya, akaamua kuepusha shari. Okay, ngoja nimsaidie huyu mwanamke mjane, kwa sababu nisipofanya hivi ataendelea tu kuja, ataendelea tu kunisumbua, kwa ngoja mimi nipunguze hili tatizo. Ndio kitu kadhi akafanya, akikwepa nini? Huyu mwanamke mjane kumjia mara kwa mara. Biblia inasema anaweza akaendelea kunijia daima. Sasa Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule kadhi dhalimu. Kwenye mstari wa 7 anasema, na Mungu je, back to God, anasema na Mungu je, hata wapatia wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao? Anaendelea mstari wa 8 anasema, na waambia atawapatia haki upesi, walakini mwana wa Adamu atakapokuja ataiona imani duniani. Kuna kitu kimeunganishwa hapa, ni lazima ukielewe. Ataiona imani duniani, kitu ambacho, thank you Holy Spirit, kitu ambacho kilimfanya mwanamke mjane kuendelea kumsumbua kadhi. Sijui kama umewahi kuelewa hii. Kitu ambacho kilimfanya mwanamke mjane kuendelea kumsumbua kiongozi huyu kadhi dhalimu ilikuwa ni imani. Mwanamke mjane aliamini kwamba huyu kadhi ndo mwenye uwezo wa kumsaidia. Hii ndo kitu nataka uelewe. Na ndo maana kwenye mstari wa 8 Biblia inasema atakapokuja ataiona imani duniani, kwa sababu anasema ni kweli atawapatia haki upesi wale ambao wanamuomba mchana na usiku, wale ambao wanamtafuta Mungu. Anasema Mungu atawapatia haki yenu upesi, lakini mwana wa Adamu atakapokuja ataiona imani. Yani kabla ya kupokea na kupata majibu ya maombi yako, imani inaonekana. Kwa sababu huyu mwanamke kitu kilichombeba, huyu mwanamke kitu ambacho kilimbeba ni imani. Aliamini kadhi anaweza akamsaidia. Angekuwa haamini kwamba kadhi anaweza akamsaidia, angehamisha tumaini lake na kuliweka kwa mtu mwingine. Kwa hiyo hii habari kwenye Luka 18 tusingeiona kwamba inahusiana na mwanamke mjane pamoja na kadhi. Labda ingekuwa mwanamke mjane pamoja na mtu mwingine ambaye yule mwanamke mjane angeweka imani. Sasa huu ni mfano tu ambao Yesu akajaribu kuueleza mbele za watu, na ni mfano tu ambao ninauleta mbele zako saa hii, ya kwamba you can imagine mwanamke mjane ameweka tumaini na ameamini wazi kabisa ya kwamba huyu anaweza akanisaidia, na yule kadhi dhalimu akaamua kumsaidia kwa sababu ya kukwepa na kuogopa usumbufu. Back to God. Mungu hawezi ukamsumbua, hata ufanye nini hawezi kuona unamsumbua. Lakini mara kadhaa tumekuwa tunaomba kwa muda fulani, kwa nyakati fulani ambao tunajihesabia wenyewe. Mtu anakwambia nimeomba miezi 7. Manake kumbe alikuwa anajaribu kumpima Mungu, mpaka miezi 5 ameshamjibu, ikishindikana ataongeza 2 au amenijibu. Baada ya hapo sioni msaada tena. Mtumishi, nimeomba lakini bado. Nisikilize nikwambie kitu. Either unakuja kwangu ama unaenda kwa mtumishi wako, labda mchungaji wako, kiongozi wako, ama kwenye kanisa lako. Huu ushauri utakusaidia. Ushauri ninaokupa utakusaidia. Usipeleke malalamiko ya kukata tamaa. Nenda mbele za kiongozi wa madhabahu, omba support ya kuendelea kuliombea jambo lako. Omba support ama msaada wa kuendelea kuliombea jambo lako, lakini usiende kulitua kwamba umekata tamaa, kwamba umeshachoka, hauwezi tena, kwa sababu ni ngumu sana kupata matokeo pale ambapo unapoteza imani yako. Kwa sababu mfano ambao tumeusoma umekamilika vizuri sana. Anasema ni sawa mnamuomba huyu, lakini atakapokuja ataikuta imani, ataiona imani duniani. Manake kumbe ili uweze kupata majibu ya maombi yako, imani ndio inatakiwa iwe mbele kama mfuko wa shati. Kuna mtu anaelewa? Imani inatakiwa iwe mbele kama tai. Imani inatakiwa itangulie, ili Mungu anaposikia maombi yako, kwa sababu maombi yanasikiwa. Mungu anaposikia maombi yako, akitaka kukujibu ataiona, kwa sababu maombi yanasikiwa, imani inatazamwa. Huenda kabisa Mungu hakutazami, lakini anakusikia. Huenda kabisa unaweza ukasema Mungu hakutazami, lakini anakusikia, kwa sababu maombi yanasikiwa. Kama ana uwezo wa kukusikia na maombi yako yakapenya, yakapata kibali mbele zake, maana yake atageuka, sio kukutazama wewe. No. Kutazama imani kwa muombaji. Mungu anapokutazama ili akujibu, hakutazami wewe unayeomba, anaitazama imani ya wewe uliyeomba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wakati mwingine tunaweza tunatengeneza mazingira ya kuhurumiwa
Unajionyesha ni dhaifu, unajionyesha ni maskini sana, unajionyesha umechoka, unajionyesha haujala, mavazi yako yamechoka, unajionyesha ni wakawaida. Yani unaweza ukajionyesha hoping kwamba kwa muonekano wako Mungu anaweza akakurumia. Nasikitika kusema hili jambo. Mungu hakuhurumii kwa muonekano wako, kwa sababu Mungu anasikia maombi na anatazama imani. Sijui kama ni maujumbe mazito sana labda, ama kuna kitu unaelewa, lakini jitahidi kuelewa, kwa sababu tupo kwenye nyakati ambazo haikwepeki. Kula chakula kigumu haikwepeki. Ni lazima niviachilie hivi vitu uvipate. Ni lazima niviachilie kwa sababu vitakusaidia kwenye maisha yako, vitakusaidia. Mungu anatazama imani, anasikiliza maombi, lakini anatazama imani. Usije ukategemea kwamba utakuwa kwa namna ya kujionyesha kwamba Mungu atakutazama, atakuhurumia kwa sababu ya muonekano wako. No. Maombi atakayoyasikia, hata kama yamebeba huzuni, yamebeba roho ya kuugua ndani yake, lakini maombi atakayoyasikia ndio yatakayomfanya atazame imani inayoombwa, ama imani ya yule anayeomba hayo maombi. Alafu anaunganisha hivi vitu viwili. Amesikia maombi, anatazama imani, anakujibu. Ndio maana neno la Mungu liko wazi. Anasema mwana wa Adam, je, ataiona imani? Maanake imani inatazamwa. Kwa nini? Tunaenda taratibu, tutaelewana. Imani inatazamwa kwa sababu imani inahitaji matendo, na matendo huwa yanaonekana. Unaweza ukawa na imani ndani yako, lakini pasipo matendo hiyo imani imekufa. Biblia inatueleza hivyo. Pasipo matendo imani imekufa. Manake imani ili iwe na uhai, ili imani iwe na pumzi, ili imani iwe na uzima na ilete matokeo kwenye maisha yako, ni lazima iambatane na matendo. Ni lazima imani iwe na matendo. Imani isipokuwa na matendo haitatazamwa, kwa sababu anayetazama imani lazima ataona matendo, ndo ajue huyu mtu ana imani. Yani leo hii ukinitazama mimi, ama nikikutazama wewe, ama ukimtazama mtu fulani, na maamuzi wakati mwingine ambayo anayachukua ni magumu sana, wewe mwenyewe tu unakaa pembeni unasema, huyu jamaa ana imani. Si kama umewahi kusikia hiyo sentesi, aidha mtu anakwambia wewe ama wewe unamwambia mtu, sababu huyu mtu ana imani moja kubwa sana, ana imani moja ngumu sana. Kwa nini unazungumza hiyo kauli? Kwa nini unasema ana imani? Ama kwa nini wao wanakusemea wewe kwamba aisee una imani kubwa sana, una imani? Kwa nini? Kwa sababu wameona matendo. Yani hawajachunguza ndani ya moyo wako, sio ndani ya akili yako, wakasema alo una imani kubwa. No. Wala hawajachunguza. Lakini matendo, step you take, matendo ambayo unayachukua, maamuzi magumu ambayo unayachukua, ndo watu wanashika vichwa, wanasema huyu ndugu ana imani sijawahi kuona. Huyu ndugu ana imani haijawahi kutokea. Ndo kile ambacho yule kiongozi akamuomba Yesu kwenda kumponya mjakazi wake ili apate kupona. Yesu si ndo akamwambia okay, nitakuja baadaye. Yule akasema no, uwezi atakuja nyumbani kwangu, wewe tamka neno. Jaribu kuchekea maamuzi ambayo aliyatoa. Lakini kabla ya hii sentensi hatukujua kama huyu ndugu ana imani, lakini baada ya kumwambia Yesu no, stop, wala uhitaji kuja nyumbani kwangu, wewe sema neno tu, mimi narudi nyumbani, najua nitamkuta ameamka. Yani sema neno sahihi, mimi naondoka, najua nitamkuta ameamka. Yesu akashtuka, akasema sijawahi kuona imani ya namna hii. Sio kwamba sijawahi kusikia imani, no, sijawahi kuona imani. Manake yale maamuzi magumu ambayo aliyatoa yule kiongozi yakamshtua Yesu, na yale maamuzi ndo matendo ambayo tunayazungumza leo hii. Na kurudia wewe, mtu wa Mungu, na kurudia wewe. Kwa nini haujapata unachokiomba? Kwa nini haujapokea unachokiomba? Alafu unakata tamaa. Kwa nini unakata tamaa? Kwa nini unaacha kukiombea kitu ambacho ulikuwa unakiombea? Kuna maelekezo gani umepata? Kwa nini unavunjika moyo? Huyu mwanamke mjane tuliosoma kwenye Luka 18 angekata tamaa, huyu kadhi dhalimu asingempatia hitaji lake, asingetengeneza haki yake, asingepata msaada huyu mwanamke. Lakini kwa sababu Biblia inatueleza wazi, alikuwa akimuendea. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa akifanya nini? Akimuendea. Ndio Biblia yangu inaniambia hivyo. Ukisoma maandiko mengine, Biblia nyingine anaeleza amekuwa akienda kwake mara kwa mara. Kwenye Biblia ya Kiingereza anasema and there was a widow in that town who kept coming to him. Who kept coming, kumwendea mara kwa mara. Kama haujapata unachokiomba, kwa nini unaacha kuomba? Okay, kwa nini ulianza kuomba? Basi kumbuka motive ambayo ilikufanya uombee jambo fulani. Kama ulikuwa unaombea upate ndoa,
mbele za Bwana itakayobarikiwa na Bwana? Kama ulikuwa unaomba hivyo, kwa nini miezi kadhaa imepita? Kwa nini miaka kadhaa imepita? Unakata tamaa, unaacha kuomba. Na unapoacha kuomba, siku zote plan B huwa inakuja. Anakuja mtu, mume wa mtu, anakuja mtu, mnaamua kujichanganya. Come and stay, mnaamua kujichanganya. Lakini unasahau ile motive ambayo ilikubeba mwanzoni, ya kwamba nataka niombe na mimi nipate mume, nataka niombe na mimi nipate mke. Unajisahau kabisa kwamba kuna motive ambayo ilikufanya ukaingia kwenye ratiba za maombi, na ulikuwa hautanii. Kitu gani kimetokea hapa katikati? Kitu gani kimekuvuruga hapa katikati mpaka unapoteza tumaini la jambo ambalo ulikuwa unaliombea? Na wakati mwingine mpaka sadaka ulitoa, wakati mwingine mpaka kufunga ulifunga. Nini kimetokea hapa katikati? Kitu gani kimekuvuruga hapa katikati? Kwa nini unapoteza imani? Kwa nini unapoteza imani? Kwa sababu ulichotakiwa kukifanya ni kuendelea kuomba until you get it. Ndio wenzio tunafanya. You keep on praying. Endelea kumuendea Mungu. Muendee Mungu mara kwa mara. Hakikisha maombi yako yanakaa kwenye masikio yake. Anasema sikio lake sio zito. Manake make sure you keep on praying. Endelea kuomba. Biblia inaeleza wazi. Anasema imewapasa kumuomba Mungu siku zote na wala msikate tamaa. Hata Wakorintho imeandika, na wala msikate tamaa. Usikate tamaa kwenye nini? Kwenye kuomba. Manake the more you pray, nisikilize na kusaidia kitu, vile ambavyo unazidi kuomba ama vile ambavyo unaendelea kuomba, unatengeneza mazingira ya kutazamwa na Mungu. Kwa nini? Anakutazama kwa sababu ameasikia maombi yako. Wakati Biblia inajaribu kueleza kwa habari ya mateso ya wana wa Israeli, neno la Mungu linatujilia, linatuambia, Mungu anasema nimesikia maombi yao, nimeshuka kuwasaidia. Manake unavyokuwa na muendelezo wa ratiba za maombi, unavyokuwa unaendelea kuliombea jambo lako, unatengeneza mazingira ya Mungu kusikia unachokiomba. Na Mungu anaposikia unachokiomba, anageuka kuitazama imani ya kile unachokiomba. Kwa sababu kitakachonithibitishia, nisikilize nikwambie kitu, kitakachonithibitishia mimi nijue wazi kabisa kwamba wewe una imani, ni kuendelea kumwomba Mungu. Haijalishi haujapata kwa muda gani, haijalishi watu wengine wanakushawishi, wanakushauri vipi. Kwa sababu watu wengine mnaanguka kwenye mitego. Umeomba upate ndoa, haujapata kwa miaka kadhaa, miezi kadhaa, alafu unaona wenzako wanatembea na waume za watu, unaona wenzako wanapangishiwa nyumba, wenzako wanapewa kazi, wenzako wanafanyaje, wanafunguliwa biashara. Unaanza kujiona, kwani mimi vipi? Kwani mimi niko? Kwani mimi? Ile motive ya maombi inatoka, inaondoka. Taratibu unajikuta unaangukia kwenye mtego ambao ulitazama wengine ukadhani wanafanikiwa, lakini unampoteza Mungu kwenye maisha yako, unampoteza Mungu kwenye moyo wako, kwa sababu umekata tamaa ya maombi. Unatafuta plan B ya kujijibu mwenyewe, Umehangaika kutafuta kazi, hujapata, unaamua kutoa rushwa ya ngono ili upate kazi. Manake unatuthibitishia kwamba Mungu hawezi akakupa kazi, lakini kulala na bosi ndo kunaweza kukakupa kazi, lakini sio Mungu. Unampoteza Mungu kwenye moyo wako kwa kitu kidogo sana. Unaingia kwenye mtego wa adui kwa kitu kidogo sana, kwa sababu umekata tamaa mapema. Who knows, labda kama ungejibiwa baada ya siku 5, labda kama ungejibiwa labda baada ya mwezi mmoja, labda kama ungejibiwa baada ya muda fulani. Lakini kitendo cha kukata tamaa, kuna matunda unaanza kuyavuna mapema ambayo hayatadumu. Huyo mume wa mtu hatadumu. Kama alimuacha mwingine, manake anaweza akakuacha na wewe. Kama alimtelekeza mke, anaweza akakutelekeza na wewe. You are not so special kwamba eti kwa sababu aliachwa mwingine basi kwako ndo amefika. Nataka nikupe hii habari, you are not so special. Kama kuna mahali alipita na hapo atapita. Imagine unajiziba masikio, unashindwa kuelewa kwamba kuna madhara ambayo utakuja kuyabeba. Mimi nakwambia ukweli, una heri utakayefanya maamuzi mapema, kwa sababu unachoendelea kukipanda leo akitapotea, lazima kitavunwa, na mvunaji ataanza wewe na uzao wako. Lazima kitavunwa, kwa sababu tumekuwa ni watu ambao tunakata tamaa mapema. Unaomba upate biashara, keep on praying until you get the capital. Mpaka utakapopata mtaji, mpaka utakapopata fedha, endelea kuomba. Mungu akupe location ya biashara, Mungu akupe mtaji wa biashara, Mungu akupe connection ya wateja, Mungu akutengenezee mazingira. Manake endelea kuomba, endelea kumuendea Mungu kwa maombi yako. Kwa sababu nataka nikwambie kitu kimoja, vile ambavyo unazidi kumuendea Mungu mara kwa mara, unatengeneza mazingira ya consistency, mazingira ya muendelezo ambayo yatasababisha Mungu asikie maombi yako. Na kabla Mungu hajashuka kwenye kukusaidia, anakuja kuitazama imani, na utakuwa umeshashinda
kwa sababu kitendo tu cha kumuomba mara kwa mara ni ushindi tayari wa imani. Kitendo cha kumuendea ni ushindi tayari wa imani. Kitu ambacho kilimsaidia huyu mwanamke mjane kwenye Luka 18 ni kumuendea, na hii ndo kitu ambayo ilitengeneza imani. Na ndo maana mwisho kwenye mstari wa 8 Biblia inaeleza wazi, anasema mwana wa Adamu atakapokuja ataikuta imani. Manake hapa tulichofundishwa sio tu kuomba peke yake. Nisikilize nikwambie, ili andiko labda umekuwa ukilisoma kwa upande mmoja, nataka nikusaidie. Tulichofundishwa kwenye hili andiko la Luka 18 mstari wa 1 mpaka wa 8, kitu ambacho tumefundishwa sio tu maombi ya mara kwa mara, lakini imani ambayo huyu mwanamke aliionyesha kwa kadhi, imani ambayo huyu mwanamke aliionyesha kwa kiongozi wake, ya kwamba mimi sitaacha kumfuata huyu kadhi, maana yeye ndo mwenye uwezo wa kunisaidia nipate haki, yeye ndo mwenye uwezo wa kunisaidia na maadui zangu, yeye ndo mwenye uwezo wa kunisaidia. So I will never stop until I get what I want. I will never. Atuache wenzako. Bwana Yesu asifiwe. So you have to keep on praying until you get it. Mtu wa Mungu, pray until you get. Jaribu kukumbuka unapofika kwenye mazingira unakata tamaa. Hizi hali za kukata tamaa wala hata sikulaumu. Sometimes it happens, zinatokea. Hali za kuchoka zinatokea. Lakini unapofika kwenye mazingira ya kuchoka, kuna kitu nataka nikusaidie. Unapofika kwenye mazingira ya kuchoka, jaribu kukumbuka kwa nini ulianza. Hii itakusaidia sana. Unapofika kwenye ukuta na shetani anakusimulia kwa habari ya uchovu, shetani anajaribu kukuonyesha wakati mwingine wenzako ambao wamefika miaka mingi hawajaolewa, wenzako ambao wamefika miaka mingi hawajapata biashara, hawajapata kazi, wenzako wamefika miaka mingi hawana watoto. Shetani anajaribu kukuletea hizi picha kwenye akili yako. Anakutengenezea mazingira ya kuchoka, anakutengenezea mazingira ya uchovu, uchoke kuomba, uanze kutafuta plan B. Nisikilize nikwambie, unapokutana na haya mahubiri ya shetani, unapokutana na mahubiri ya shetani ya kwamba muda umeshaenda sasa, unajua you have to, mbona kuna huyu tu alikuwa anakupenda, mbona itakuwa ili kazi si rushwa tu mara moja, mbona unatengenezewa hayo mazingira, lakini unampoteza Mungu ndani yako kwa kitu cha kizembe sana. Unapokaribia kukata tamaa na unapofika kwenye mazingira ya kuchoka, jaribu kukumbuka kwa nini ulianza. Yani kabla haujaacha hayo maombi, jiulize tu, kwa nini nilianza kuomba haya maombi? Kabla haujamsusia Mungu na kumkasirikia Mungu, jaribu kujiuliza kwa nini nilianza huu mfungo. Na hii ndio kitu ambacho mimi nataka nikusaidie leo. Kwa sababu wakati tunaanza huwa tunakuwa na motive nzuri, huwa tunakuwa na shauku nzuri, tunakuwa na furaha as we start. Lakini vile tunaendelea kwenda, ndo pale tunaanza kudondosha watu wengi sana. Ndo pale mimi nataka nikwambie ukweli leo hii. Kuna watu tulianza nao lakini hatujaendelea nao. Kwa nini? Kwa sababu alidhani ya kwamba Mungu anaweza akamjibu kwa wakati wake yeye, yani kwa wakati yeye muombaji anaotaka. Kwa siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5 akaacha kufunga. Anaona kama Mungu hamsikii, Mungu hamjali, Mungu hamzingatii. Nisikilize, ukimwacha Mungu usije ukadhani kwamba Mungu atakukimbilia ya kurudie. No. Ndio maana neno lake anasema nirudieni mimi, just come back to me. So unapojichanganya na kusema namwacha Mungu, usije ukadhani Mungu atakukimbilia akutafute ulipo. Atakaa pale pale anakusubiri urudi. Ni kama mwana mpotevu akaondoka akaenda mbali, lakini alimrudia baba yake mahali ambapo alikuwepo. Huu ni mfano hai kabisa kwa habari ya wengi ambao tumepotoka, wengi ambao mmeanguka, wengi ambao mmepoteza imani na mkaamua kabisa kumwacha Mungu. Kwenye mioyo yenu Mungu hayupo, kwa sababu ulichokuwa unakiomba unaona kama kimechukua muda mrefu kujibiwa. Sijajua ulikubaliana vipi na Mungu kwamba utaomba ndani ya mwezi mmoja alafu akupe, utaomba ndani ya wiki 2 akupe, utafunga siku 3 akupe. Mimi sijajua, kwa sababu hata mwingine anasema wazi ya kwamba nimefunga 3 kavu, ya kwamba nimeomba sana lakini sijapata, nimechoka. Nisikilize nikwambie. Andiko gani limesema? Ama alikutokea labda sasa hii ni wewe na Mungu wako. Labda alikutokea akakwambia funga siku 3 tu, ukimaliza hapo nakupa, ndani ya siku 3 nakupa, ndani ya siku 3. Siwezi kuelezea sana. Labda kama Mungu alikupa hayo maelekezo, labda kama Mungu, unless otherwise Mungu amekupa hayo maelekezo. Lakini kinyume na hapo, we push until we get it. Nenda kamuulize mama mwenye mtoto, ana ushuhuda. Mama yoyote ama mwanamke yoyote mwenye uzao, mwenye mtoto, ana ushuhuda. You have to push until you get it. Unless otherwise, ukigoma kupush
Ukigoma kupambana, ukaishia katikati, unaua ndoto yako. Unaua ndoto yako. You kill your future. Muujiza wako unaupoteza. Muujiza wako unauangamiza. So you push. Sometimes it is hard. Wakati mwingine ni ngumu, wakati mwingine maumivu ni makali. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine una vidonda vya tumbo, lakini bado unakomaa kwenye mfungo. Wakati mwingine una changamoto nyingi, lakini bado unaamka kuomba. Wakati mwingine mateso ni mazito, lakini bado unasema naendelea. I will never stop until I get what I want. Nitaendelea kumtafuta Bwana, nitaendelea kumlingana Bwana, nitaendelea kukimbilia mbele zake. Anasema njooni kwangu. So I will never stop. Sitaishia njiani. Ni lazima niendelee kumtafuta Mungu. Neno lake linasema maadamu anapatikana, ni lazima niendelee kupambana. Ni lazima niendelee kukomaa. Kwa habari ya ndoa yangu sitanyamaza. Ni kweli ndoa inawaka moto, ni kweli mume amebadilika, labda mke amebadilika, lakini sitaacha kusogeza jambo langu, wala sitanyamaza mbele za Mungu, maana ndiye anayejua namna ya kunisaidia. Sitanyamaza katika kumtafuta Bwana, sitanyamaza katika kumuita Bwana. Laiti Bartolomayo yule kipofu angeacha kumuita Yesu. Wapo wanafunzi walikuwa wanamkatisha tamaa ya kwamba Yesu yuko bize, ya kwamba Yesu ana mambo mengi, ya kwamba tunaenda mahali, tuna safari. Lakini yule kipofu hakunyamaza. Akasema, Yesu mwana wa Daudi, Yesu mwana wa Daudi, unirehemu na mimi. Ile sauti Yesu akaisikia. Ile sauti Yesu akaisikia. Lakini kukatishwa tamaa, na angekubali kukatishwa tamaa, manake angebaki kipofu na tusingemtambua hata kwenye Biblia. Angebaki kipofu na angekufa kipofu. Msaada wako upo katika kuendelea. Nisikilize nikwambie kitu. Msaada wako haupo tu katika maombi, upo katika kuendelea kuomba. Msaada wako haupo tu kwenye mfungo, upo katika kuendelea kufunga, upo katika kuendelea kumtolea Mungu sadaka. Watu tumefanikiwa kwa sababu hatukutoa tu sadaka, lakini tuliendelea kutoa sadaka. Mazingira yanabadilika, lakini tumaini letu kwa Mungu halibadiliki. Mambo yatabadilika, lakini tumaini letu na tegemeo letu kwa Bwana haliwezi kubadilika, maana tunaendelea tu. Tunaendelea tu. Wanatupiga mawe, tunaendelea. Wanatukebei, tunaendelea. Wanatutukana, tunaendelea. Tunakuwa kama Isaka. Anachimba kisima cha kwanza, wanachukua, anaenda kisima cha pili. Anachimba, wanachukua, anaenda kisima kingine. Wanachimba, wanachukua. Akaendelea na akaendelea mpaka akamiliki cha kwake. Nataka nikwambie, hauna sababu ya kukata tamaa. Hayo mazingira ambayo unayapitia, endelea kupush, endelea kupush. Mtu wa Mungu, endelea kuomba. Nataka nikutie moyo ya kwamba muujiza wako who knows, labda umekaribia, na ndio maana vita inaongezeka kwa sababu muujiza wako umekaribia. Na ndio maana vita inainuka kwa sababu muujiza wako umekaribia. Adui anataka akupindishe, anataka akuweke kwenye laini nyingine ili usikutane na muujiza wako. Lakini ninatamka madhabahuni, mwana wa Mungu, endelea kupush. Nataka nikwambie, endelea kumuita Bwana, endelea kumuita Bwana. Situation imebadilika, endelea kumuita Bwana, wala usinyamaze. Paza sauti asubuhi, paza sauti mchana, paza sauti jioni. Wewe ndio unajua hayo mateso, wewe ndio unajua hayo maumivu ambayo unakutana nayo. Endelea kumuita Bwana, endelea kumuita Bwana, endelea kuomba. Nataka nikwambie, endelea na maombi, endelea na maombi, endelea na maombi. Hiyo ndo njia pekee itakayokuletea muujiza wako. Endelea na maombi. Hiyo ndo njia pekee itakayofungua milango iliyofungwa na adui. Endelea na maombi. Hiyo ndo njia itakayowaangusha watesi wako. Endelea na maombi. Hapo ndo kwenye connection ya kibiashara. Endelea na maombi. Hapo ndo utakutana na baraka zako. Endelea na maombi. Do not stop. Usiishie njiani. Ile safari ambayo umeanza, usiishie njiani. Usiishie njiani. Usiishie njiani. Hauna sababu ya kukata tamaa. Endelea kuwa mwaminifu kwa Bwana. Bwana naye atakuwa mwaminifu kwako. Neno lake kwenye Zaburi linasema anawapa haki walio waaminifu. Endelea kuwa mwaminifu mbele za Bwana, maana liko taji inakuja mbele yako. Liko taji inakuja mbele yako. Yeye ni yule yule aliyeahidi atatenda. Nataka nikwambie habadiliki. Aliyeahidi atafanya kwenye maisha yako. Nataka nikwambie habadiliki. 2025 usipokata tamaa, usipokata tamaa, 2025 maisha yako yatabadilika kuanzia hapa, na vizazi vyako vitashuhudia yale matendo ambayo Bwana ametenda kwenye maisha yako. 2025 ninatamka madhabahuni ya kwamba usipokata tamaa, usipokata tamaa, kipo kitu kinazaliwa kwako. Usipokata tamaa, 2025 utakuwa mfanyabiashara mkubwa, utapata heshima kazini. 2025 unaingia mahali sahihi, na kuna destiny helpers ambao wanakuja. Yuko mtu na wako watu ambao wanakuja kwenye maisha yako, ambao wanakuja kwenye maisha yako
yako, ambao wanakuja kwenye maisha yako na wanakuja kukushika mkono. Kwa nini? Kwa sababu Mungu amesikia maombi yako na akatazama imani yako, na sasa anashusha kukusaidia, anashusha kukusaidia, anashusha kukusaidia, anaushusha muujiza ambao utakubeba, ambao utakusaidia, ambao utakuwezesha kwenye maisha yako. Pokea neno la Bwana katika jina la Yesu. Pokea neno la Bwana katika jina la Yesu. Pokea neno la Bwana katika jina la Yesu. Na hili ndilo ambalo nimetumwa nililete mbele zako, na hili ndilo ambalo nimetumwa niliachilie mbele zako, niliachilie mbele zako katika jina la Yesu Kristo. Yesu, 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 wewe mwana wa Mungu, waweza kuwa kila kitu kwangu. Yesu, uwe kila kitu. Waweza kuwa kila kitu kwangu.